вже прокинулась від сильного вибуху. Bwana, karibu. Hii ni Mwananchi Digital. Tunaendelea kukuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niweze kukushukuru wewe ambaye tayari umeshasubscribe YouTube channel yetu na unapata taarifa zetu kila wakati pindi tu tuziwekapo mtandaoni. Leo Septemba 24 mwaka 2025, moja ya habari kubwa ambayo tumeweza kukuletea hivi punde ni kuhusiana na Ukraine kuishambulia Urusi kwa droni, wawili wakiripotiwa kufariki huku 6 wakijeruhiwa na hali ya hatari ikitangazwa. Tukio hili limetokea wakati ambapo mzozo kati ya mataifa haya mawili ukiendelea kushika kasi. Ukraine imefanya shambulio la angani kwa kutumia droni katika mji wa Novorodsk kusini mwa Urusi, kwa mujibu wa mamlaka ya Urusi. Shambulio hilo lilitokea Jumatano na kusababisha vifo vya watu wawili huku wengine 6 wakijeruhiwa. Mamlaka zimesema kuwa hali ya hatari imetangazwa katika mji huo ambapo ni bandari muhimu ya Urusi katika Bahari Nyeusi na una vivutio vikubwa vya usafirishaji wa mafuta na nafaka. Mapema leo hii, ikulu ya Urusi imetoa tamko kali dhidi ya Ukraine ikiahidi kuongeza mashambulizi yake ya kijeshi kufuatia kauli kutoka kwa Rais Donald Trump. Trump amedai kuwa Urusi kwa sasa haina uwezo tena wa kuendeleza vita hiyo na kuongeza kuwa Ukraine ina nafasi kubwa ya kurejesha maeneo yake yote yaliyonyakuliwa na Urusi. Hata hivyo, Urusi imeyapinga madai hayo na kusema kuwa itaendelea kujilinda kwa mashambulizi ya kisasa dhidi ya malengo ya kijeshi ya Ukraine. Mzozo huu unaonekana kuingia katika hatua mpya, huku hofu ikizidi kuongezeka juu ya usalama wa raia katika maeneo ya mipakani. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka Tanzania. Baki nasi.